Bwana Yesu apewe sifa. Basi tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu tena kwa siku nyingine. Nilitoa ahadi kwamba atakuja kumjibu huyu bwana, sijui ndo Pastor Mnyambe, sijui wewe huyo pastor. Huyu kwanza hajui maandiko, huyu bwana hajui maandiko. Kwa sasa nataka nimweke darasani japo kidogo, kwa vifungu vichache, kwa Biblia vichache, ili tuweze kuona. Kwanza hapa anasema kwamba ndoa ya Wakristo, kwamba maandiko anasema sehemu nyingine tunaweza tukaacha. Huyu ni muongo, huyu ni muongo. Na vile vile kama nilivyotangulia akasema baadhi ya wachungaji wengi wanakuwa ni watumishi wa shetani, majenti. Maana maandiko yamesema watumishi wa Mungu tutawajua kwa maneno ya Mungu, yaani utasema yaliyo ya Mungu. Na watumishi wa shetani nao vile vile bado watasema hata shetani alitumia maandiko. Kwa hiyo sio ajabu hata watumishi wake ndio hivi, lazima tufanyaje? Tuone. Ndio maandiko yanasema na shetani naye hujifanya kuwa malaika wa nuru, hujigeuza kuwa mfano wa malaika wa nuru. Akasema si ajabu hata watumishi wake pia wanajigeuza wawe mfano wa watumishi wa haki. Sasa leo ndo hivi wanajifanya watumishi wa haki, kutaka kuleta ujinga na kutaka kufundisha, kutaka kupoteza watu. Nimetangulia wote tunasema ni maagenti wa kutoka kuzimu. Ni wanatumia maandiko kutaka kupotosha. Hata shetani alitumia maandiko jinsi ambavyo haikustahili. Kwa hiyo Yesu akamjibu kwa maandiko. Na huyu Pastor sijui Mnyambe huyo, sijui ndo nani huyo, na tunamjibu, yani maandiko nampa tu vifungu vichache tu ili asionekane kama ana busara sana na hekima sana, kumbe hamna chochote. Basi sasa tamshukuru Bwana. Bwana waweza, tuna kila sababu ya kusema asante. Imekupendeza tena mchana wa leo tuweze kuyatafakari maneno yako. Bwana Yesu, tazama kila mmoja ambaye atakwenda kutazama ujumbe huu, utakwenda kuzidi kumbariki, utakwenda kuzidi kumfungua, na aweze kuona nuru, na aweze kuona mwanga, na hata uwalinde na wachungaji hawa, wachungaji uchwara, wachungaji wasiokuwa na maarifa. Bwana Yesu, linda kondoo wako. Bwana, ninaomba na kuamini katika jina la Yesu, amen. Sasa leo alikuwa na hoja kwamba Biblia imeruhusu kwamba ndoa ya Kikristo eti mtu akioa anaweza kaacha akaoa tena. Hiyo ni uongo mchana kweupe. Maandiko menyewe yamekataza. Mungu mwenyewe anasema tangu mwanzo haikuwa hivyo. Mungu mwenyewe anasema anachukia kuachana. Kwa hiyo kwa leo natoa, tutaendelea kidogo kidogo, kama mtahitaji mtakuwa mnatoa mahitaji hiki, lakini kwa leo ngoja tuangalie baadhi ya maandiko madogo ambayo lazima tumjibu kwa maandiko, sio maneno tu kama kwenye kanga. Tutamjibu kwa maandiko. Tunasoma kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 7 mstari wa 10 mpaka wa 11. Neno la Mungu anasema lakini wale waliokwisha kuoana na waagiza, wala hapo si mimi ila Bwana, mke asimuache mumewe. Hapo anasema sio yeye ila ni Bwana. Bwana wetu ni nani? Ni Yesu Kristo ndio ameagiza.
Yesu Kristo Mungu mkuu ndio ameagiza kwamba mume au mke asimuache mume wake na mme asimuache mke wake. Wachungaji rojorojo ndo wanabwabwaja tu, hawajui. Wanatakiwa sasa wakae chini tuweze kuwafundisha. Kwa hiyo nitarudia tena, anasema lakini wale waliokwisha kuoana, sawa, na waagiza, wala hapo si mimi, ila bwana mke asimuache mume wake. Kwa hiyo hapo neno la Mungu nasema mke asimuache mume wake. Sawa. Kwa 11 anasema lakini ikiwa ameachana naye, akae asiolewe, apatane na mumewe, tena mume asimuache mkewe. Anasema hata kama labda imetokea mmeshindana, meachana, hauna ruhusa ya mwanamke kuolewa, au wewe mwanaume huna ruhusa ya kuoa. Hiyo ni mwiko, na endapo hata ukifanya hivyo, basi mbele za Mungu unapata hatia. Mbele za Mungu bado utakwenda motoni. Hata kama ni wachungaji, maaskofu, mapadiri wakikupa cheti cha ndoa, hiyo ni tiketi ya kwenda kuzimu, nikwambie ndugu yangu. Kwa hiyo hilo ndio neno na bado linakataza. Lakini tukisoma hiyo anasema kwenye Ukristo, mwanaume unapokuwa umemooa tayari umeshaingia kifungoni, umeingia kufungwa. Kinachotenganisha ili wewe mwanamke uwe huru au mwanaume awe huru ni mpaka mmoja wenu afe. Yaani mpaka mmoja wenu awe amekufa. Sasa wewe ndio unakuwa na uhuru na unaweza sasa ukaoa au ukaolewa kwa mwanaume ambaye unafanyaje, ambaye unamtaka. Tutasoma tena tulipokuwa tunasoma ni Wakorinto. Hiyo Wakorinto hapo ni Wakorinto wa kwanza sura ya 7 mstari wa 39, kwamba huwezi ukafungwa ukaolewa. Sasa tunasoma Wakorinto wa kwanza sura ya 7 mstari wa 39. Neno la Mungu linasema, mwanamke hufungwa maadamu mumewe yuko hai. Narudia, mwanamke hufungwa maadamu mumewe yuko hai. Lakini sasa hii mwanamke anafungwa vile vile, hata na mwanaume anafungwa mke wake akiwa hai. Sawa? Ili hichi kifungo sasa kifunguliwe, ili mtu afunguke kutoka katika hiki kifungo, Biblia inatoa ufafanuzi. Tusipende kusikiliza mitume uchwara hawa wachungaji. Yani tunasema katika msafara wa mamba na kenge aga hawakosi. Na neno la Mungu nasema na watumishi wa Mungu vile vile na watumishi wa shetani aga wapo. Kwa hiyo mimi naita wachungaji makenge. Yaani kama wewe ni mchungaji unapindisha neno la Mungu, sikuogopi, lazima nakuchana live. Wewe ni kenge. Kwa hiyo tusisikilize haya makenge haya. Tunasoma tena hiyo hufungwi. Neno la Mungu nasema umefungwa. Wakorinto wa kwanza, narudia pale niliposoma mstari wa 30, sura ya 7 mstari wa 39. Neno la Mungu nasema mwanamke hufungwa maadamu mumewe yuko hai. Lakini
ikiwa mumewe amefariki, yu huru kuolewa na mtu amtakaye katika Bwana tu. Haleluya. Kwa hiyo neno la Mungu ndio hivyo linasema kwa lazima tuweze kulifata neno, na lazima misingi yetu imani ya Kikristo tumejengwa katika Biblia, na vile vile lazima tufuatilie neno kutoka katika Biblia. Hatukurupuki, hatusikilizi. Hata kama we ni mchungaji, una jina kiasi gani, hata kama una umati wa waumini kiasi gani, hilo ni kundi unalolipeleka motoni. Kwa hiyo hatuwezi tukatishika. Hata ungekuwa na mafanikio kiasi gani, hata ungeruka na ndege, kama hutakaa kwenye mstari wa neno la Mungu, tunakugonga nyundo. Kwa hiyo hayo ni machache tu. Kwa hiyo nitaka nimwambie kwamba katika Ukristo asitake kuleta imani nyingine. Hiyo ni mwongo, hana lolote, hana chochote. Kwa hiyo kikubwa lazima, neno la Mungu lipo wazi. Anasema tusiamini kila roho, tusiamini kila wachungaji, tusiamini mitume. Yesu mwenyewe alisema nyakati za mwisho watatoa ishara, hata nyingine kutoka kushusha moto. Tupo, lakini anasema tusiamini. Lakini anasema tuzipime kwa maandiko. Uwe askofu, sitishwi na umati wako au sitishwi na umaarufu wako. Lazima tukupime katika Biblia. Kuona huyu sijui ni Pastor Mnyambe, ninampima katika maandiko, na hata katika viwango vya maandiko huyu bado anachea. Nimevyotangulia kusema, huyu ni agent, huyu ni mpango kazi wa Ibilisi kutaka kulipoteza kanisa. Kwa hiyo hatutakubali kuona vibaraka wa shetani kutaka kutuletea ujinga katika imani yetu ya Kikristo. Hapana, tunakuja kwa hoja, tunakuja kwa maandiko. Mungu awabariki sana. Hata kama utapata wewe, njoo tuweke mdahalo tuone. Uweze ukajikanyaga, utapata. Naamini kabisa hii video itakufikia kabisa. Kwa hiyo lazima ukweli tutaweka wazi. Uweze ukajikanyaga katika maandiko. Na la mwisho, naona tena vile vile kuna maandiko bado wanaendelea kupoteza, kuwadanganya watu. Wanasema ni katika kitabu cha Mathayo, lakini kwa leo tulikuwa nazungumzia hapa jinsi ya kufungwa. Kwa hiyo mwanamke anafungwa na mume akiwa hai, sawa hivyo, na mume anafungwa mke wake akiwa hai. Kwa kifungo kinafunguliwa ni mmoja atakapokufa, unapomzika, ndio sasa hapo ndio mtu umetoka kifungoni. Ndio Biblia inaturuhusu sisi wenye imani ya Kristo, sio dini ya Kikristo, wenye imani ya Kristo, ndio Biblia inaturuhusu kuoa mke mwingine, au kwa mwanamke ndio Biblia inamruhusu kuolewa na mwanamke kuolewa na mwanamume mwingine. Mbali na hapo, akiwa hai, Biblia hairuhusu. Mungu awabariki sana. Naomba Bwana waweza, utakwenda kuzidi kumwangalia kila mmoja aliyoweza kufuatilia ujumbe huu. Utakwenda kumfungua macho yake, utakwenda kuponya fikra zake, na hata ili neno likazame ndani ya mioyo yake, hata sitokee tena mwalimu wa uongo wa Ibilisi kutaka kusambaza, wawe sababu wameshalijua neno hili. Bwana waweza, tuna kila sababu ya kusema asante katika jina la Yesu. Amen.
Mungu awabariki sana. Amen.